Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na bado tunatazama mengi yanayojiri duniani, na wakati huu tukitazama katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo bado kuna mapigano kati ya Israel pamoja na Hamas, lakini pia mapigano mengine yaliyozuka ni ya Marekani pamoja na Wahouthi wa Yemen. Wakati huu Wahouthi walionya kwamba watafanya mashambulizi dhidi ya Israel na wamerusha kombora la ballistic huko nchini Israel. Wapiganaji wa Kihouthi kutoka nchini Yemen wametumia kombora lao la ballistic kulirusha moja kwa moja hadi nchini Israel. Hata hivyo, kombora hilo kwa mujibu wa IDF, jeshi la Israel, wamesema limerushwa na Wahouthi wa Yemen siku ya Jumanne, na wanadai kwamba kombora hilo ni aina ya ballistic. Jeshi limesema wakati wa kurushwa kwa kombora hilo ambalo halikuleta madhara lilitua nje ya mipaka ya Israel, lakini kutokana na kasi na nguvu za mlipuko wa kombora hilo ilibidi kuamsha ving'ora vya tahadhari katika maeneo ya kati na kusini mwa Israel. Israel haikusema kwamba kombora hilo limeleta madhara, lakini wanasema kwamba kombora hilo halikutua kabisa katika maeneo ya makazi ya watu. Licha ya mashambulizi ya anga ya Marekani kwa siku kadhaa dhidi ya Wahouthi, bado waliweza kurusha kombora dhidi ya taifa la Kiyahudi la kwanza tangu kusitishwa kwa mapigano na Hamas kuanza kutekelezwa Januari 19. Msemaji wa jeshi la Wahouthi Yahya Saree kwa upande wake amesema kuwa kundi hilo la wapiganaji la Kihouthi limerusha kombora la Palestine 2 ambalo limelenga kituo cha anga cha IDF cha Nevatim ambacho kiko takribani kilomita 15 mashariki mwa Beersheba, lakini IDF imekanusha kusema kwamba kambi hiyo ya kijeshi haikushambuliwa na kwamba kombora hilo la balistiki la Palestine 2 halikutua katika eneo hilo. Kwa ujumla, wataalamu wa makombora wa Israel wamesema kwamba Wahouthi wanamiliki aina tofauti za makombora ya ballistic, lakini sio yale ya hypersonic, ingawa wanapenda kutia chumvi uwezo wao. Hata hivyo, wataalamu hao wamehojiwa ni kwa nini makombora hayo yana uwezo wa kuruka kutoka Yemen hadi Israel kwa kasi ya ajabu, na kwamba yaliweza kushinda mfumo wao wa ulinzi wa makombora. Hawakutoa majibu. Vyanzo vya habari vya IDF vilisema kwamba kukosekana kwa shambulio la Marekani dhidi ya Wahouthi katika siku za hivi karibuni, kundi hilo la Kihouthi la Yemen linaweza kufyatua risasi mapema dhidi ya Israel kwa idadi kubwa ya mashambulizi. Wakati wote wa vita, Wahouthi walifyatua risasi Israel zaidi ya mara 400. Hata hivyo, Israel inaitaka Marekani iendelee na urushaji wa makombora yake dhidi ya wapiganaji hao wa Kihouthi wa Yemen, huku nao wakijiandaa kwa ajili ya kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya Wahouthi. Vyombo vya habari vya IDF vilisema kwamba kukosekana kwa mashambulizi ya Wamarekani dhidi ya Wahouthi baada ya yale mashambulizi ya siku za juzi, kundi hili limepata nguvu na kwamba limejipanga, na wakati huu limeweza kufanya shambulizi dhidi ya ardhi ya Kiyahudi ya Israel. Kundi la Yemen linaweza kuwa linafyatua risasi na litaendelea na urushaji wa makombora. Hii ni kwa mujibu wa IDF. Marekani kwa upande wake imefanya mashambulizi dhidi ya Wahouthi, na kwa upande wake kuanzia Julai mwaka 2024 hadi kusitishwa kwa mapigano mwezi Januari, Yerusalem ilishambulia Yemen mara 5. Wakati wa utawala wa Biden pia ulianzisha mfululizo wa mashambulizi yaliyozuiwa dhidi ya Wahouthi. Kuna matumaini kwamba mashambulizi makali zaidi ya utawala wa Trump dhidi ya Wahouthi, ikiwa ni pamoja na viongozi wao kwa mara ya kwanza, hatimaye yanaweza kupunguza uingiliaji kati wao wa mashambulizi nje ya mipaka yao na hata kuishambulia Israel, wanasema viongozi wa Israel, wakieleza ni namna gani Marekani itaweza kusaidia juu ya Wahouthi kutorusha makombora hadi nchini Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.